Bwana Ally Kamwe ameingia kwenye kinywa cha rais wa CAF Patrice Motsepe. Yes, Motsepe bwana yule ni mtu wa bori na anajua sana mpira. Kwa hiyo anawajua watu wa mpira. So amemwaga maua mengi sana kwa Ally Kamwe, kijana mdogo ambaye alichipukia. Ikumbukwe Ally Kamwe bwana aliingia kwenye tasnia ya habari kimasiara sana, na aliingia kwenye klabu ya Yanga kimasiara. Mwanzo alikuwa mchambuzi. Yes, tulikuwa tunafahamu hivyo, alikuwa ni wa kutegemewa sana, lakini pia alikuwa ni second commentator. Yes, na tunashuhudia kuna mechi nyingi sana, mfano Simba na AC Platinum, akiwa Baraka Mpenja na Ally Kamwe walikuwa wasemaji pale. So alikuwa mtangazaji na alitangaza kwenye ubora wa hali ya juu, lakini sasa anaonekana ile maadili ya uchambuzi anayahamisha kutoka kule anayaweka kwenye usemaji. Ndio maana amekuwa akifanya bora zaidi, watu wanavutiwa na maneno yake. Of course ukiwa sio mtu wa mpira unaweza ukaingia kwenye tabaka lingine labda la kumchukia, kwa sababu ukaona kama anakukwaza, kwa sababu kila anachokizungumza kinatokea. Of course mtu akiwa anasema ukweli unauma, ukweli ni mchungu na ukweli unauma, lakini hii iwe ni funzo tu kwa watu waamini kwamba maadili ya kazi yanatoka pia na taaluma yako. Ukiwa na taaluma ina maana kazi ni rahisi kuidrive kuliko kitu chochote. So anachokifanya Kamwe ni kwamba anajaribu kutransform maadili yake ya kazi yake ya zamani kuyaweka kwenye kazi ya sasa. Uzuri ni kwamba kazi ya sasa ya usemaji haimfungi kuizungumzia timu, kuipenda timu. Kwa hiyo anatumia uchambuzi na uzoefu wa ndani ya timu na anavyoijua na mipango ya ndani ya timu anaijua. Kwa hiyo anafanya analytic ya timu ambayo inaenda kukutana Yanga, anaichambua very clear. Ndio maana Young Africans, nakumbuka Farahan mchambuzi kutoka Clouds alisema moja kati ya vitu ambavyo media zimedhulumiwa na Yanga ni kumchukua Ally Kamwe. Yaani ina maana media zimedhulumiwa kwa sababu Ally Kamwe ni professional, ni mtu hatari sana kwenye mpira. Ni anajua kuchambua mpira, anajua, lakini pia ana leseni D ya ukocha, tena lenki za kafu. So inakuja kukupa tafsiri kwamba Ally Kamwe ni mtu wa mpira na anaujua mpira. So anajua anachokizungumza, anajua anachokifanya, mbali na wale ambao utakuta wanazungumza tu kwa sababu wanajua timu ina mpango gani, timu imefanya nini basi. Lakini kumbuke kwamba kwenye ili uwe bora zaidi lazima uonekane kwamba una matokeo chanya, kwamba timu inapofeli njoo na mpango kazi wewe kama mtumishi wa idara fulani au mtumishi wa timu fulani. So anachokifanya jamaa amemkosha sana Patrice Motsepe. Of course Motsepe huwa anafuatilia speaking nyingi za vijana wake kwa sababu yeye ndo rais wa CAF, anaiangalia Afrika. So Ally Kamwe amekuwa akitafsiri au akichambua vitu ambavyo vinatokea hasa mechi za kimataifa. Anakuwa kama msemaji, lakini anapozungumza ukimsikiliza vizuri, yani ukituliza kichwa ukamsikiliza vizuri sana, utagundua Ally Shabani Kamwe IQ yake imesimama, ipo katika uzani wa hali ya juu, kwa sababu anafanya vitu ambavyo vina uhakika na kutokea. Hasa inapokuja kuchanganya watu wengi wanaamini kwamba Ally Kamwe anapewa details labda na watu wa timu. Mfano pale Simba watu wengi washaamini kwamba kuna mtu anampaga siri Ally Kamwe, na wengi washahisi labda pengine ni nani, ni shabiki wa Simba Mchome Mapofu. Lakini Mchome ni shabiki ambaye alichagua engo ya ulaji, kwamba kuiponda Simba ndio kula, na sio makosa kwa sababu timu inahitaji mashabiki, na shabiki sio lazima akupende. Umeona, shabiki yani maana ya shabiki sio kwamba ni kupenda tu, na kuponda ni kama vile upinzani. Yani hivyo kwamba kuna shabiki wa kupenda tu na kuna shabiki wa kuponda. Kwa ndo engo ambayo alichagua bwana Mchome Mapofu. Sasa Ally Kamwe anachokifanya ni kuwafarakanisha, kusema kwamba kuna jasusi linanipa taarifa, lakini vitu vipo wazi na vinafanyika kila siku. So yeye anachokifanya kwa sababu vipo wazi, anavipeleka kwenye weledi wa mazungumzo ya usemaji, anavilipua. Vikitokea wanasema Ally Kamwe kuna watu wanampa taarifa, kuna watu bwana wako ndani ya Simba wanatuchoma, kuna watu bwana siwaamini. Of course my head is so pain, kwamba naumizwa kichwa changu, lakini Ally Kamwe kuna watu wanampa taarifa na vitu kadha wa kadha, kumbe sio kweli. Hicho ndio kitu ambacho kinawaumiza sana makada na wadau wa soka, kusema kwamba kwa nini Ally Kamwe anazijua siri zetu, ni nani anampa siri. Of course imezua mijadala mikubwa sana, na kile kikofia chake kuna kipicha fulani anakuja na shati jekundu la mistari meusi kwa mabega, alafu na kikofia cha kama kibagarashia kile cha mashahe anakiposti
baada ya tukio ambalo lilikuwa limetokea aidha kwa Simba, Azam au klabu yoyote. So kimezua taharuki, lakini ukimsikiliza vizuri Ally Kamwe, ukiwa makini kumsikiliza, utagundua kuna sanaa kubwa sana ya mpira ipo kichwani mwa kijana, inazungumza uhalisia wa mambo ambayo yanaendelea. Of course niliwahi kukoshwa na the way ambavyo aliwaelekezaga wachambuzi wa Clown FM wakati wakiwa wanazungumzia mchakato mzima wa usajili wa Stefan Aziz Ki kwenda Wydad Casablanca. Kuna kitu alikizungumza ambacho mimi nadhani lilikuwa funzo hata kwa wale wachambuzi walikuwa hawajui, hasa Juma Ayo, kwa sababu alikuwa anazungumzia mjadala kusema kwamba Aziz Ki, Yanga wanatakiwa wamlipe Aziz Ki. Kwanza wamemkosea sana Aziz Ki, kama watamwacha aondoke Wydad Casablanca. Lakini Ally Kamwe yeye aliwajibu kwa busara na kuambia kwamba yani biashara ya mchezaji kwanza inategemeana na pande mbili. Kwanza pande ya kwanza ni ya mchezaji mwenyewe na team, lakini pia pande ya pili ni ya team na team, obvious. So wao wanajua kwamba ni team tu ndio huaga inahusika na mchezaji. Hapana, mchezaji akisema mimi hiyo team siitaki, just kuna issue nyingine tena inakuja ambayo inakuwa ni ngumu kidogo. Kwa hiyo alipata kuwaelekeza kidogo. So kwenye mechi dhidi ya AS FAR kuna maneno aliyatamka, akasema kwamba watu wengi wanasema kundi letu ni la kifo. Ni kweli, hatukatai. Ile kundi ni la kifo na kafu nao wanasema ni kundi la kifo, lakini sasa lazima tukiri kwamba ubora wa timu zilizopo kwenye ile kundi ndio unaleta maana halisi ya kundi la kifo. But jambo ambalo tunataka tulifahamu, muuaji ni nani na anayekufa ni nani. Muuaji ni nani na anayeuawa ni nani. Basi swala la kujua kwamba muuaji ni nani na anayeuawa ni nani ndio litaleta mjadala mwingine, kwa maana wapo wanaosema Young Africans is going to dead to the group. Wapo ambao wanaamini hilo swala, wapo ambao wanaamini kwamba Young Africans hatoboi tena, timu anaoanza nayo ni ngumu. AS FAR klabu kubwa, klabu bora. Kwa hiyo Yanga akiruhusu kufungwa haitakuwa na maswali, ila itakuwa maajabu kwa Yanga kufungwa na AS FAR. Walichokifanya Dar es Salaam Young Africans ni Ally Kamwe alisema kwamba tumewasikia wachambuzi wamezungumza juu ya maoni yao kuhusu Young Africans, kwamba ataenda, atapasuka, atafungwa, atafanyaje, atafanywa hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Yes, wamemaliza wao. Ilikuwa ni nafasi yao huko studio. Acha sisi tukacheze uwanjani. Tutajua ni nani mkweli, kwa sababu mtu akizungumza anatoa maoni yake, lakini mtu anayetenda ndiye ambaye anakamilisha mpango kazi wa maoni ya watu. So inawezekana wakati wao wanachambua walikuwa wanatupa pia tahadhari za namna gani ya kukutana na AS FAR. So tunaamini tunaenda kumkalisha katika uwanja ni Amani Complex. AS FAR ikazaa matunda, jambo ambalo liliwafanya watu wengi sana kurejelea ile interview. Ukirejelea ile interview, nitawawekea hapa ile interview, ukirejelea utagundua kwamba huyu jamaa kuna kitu ambacho kilikuwa kinamsukuma, yani kama kuna spirit fulani ya mpira huwa ipo kwa wachambuzi. Bwana